Yes, bwana, karibu sana kwenye hii sehemu ya 13, mzigo mtamu wa kuitwa Power. Sasa kabla kwenda mbele, naomba nikukumbushe pale tulipoishia katika sehemu ya 12. Tulishia pale ambapo kijana Ethan anaingia kwenye nyumba ya wakwe zake, anakutana pale na mganga. Yule mganga akamnyoshia kidole Ethan na kusema huyu hapa ameingia bwana. Sasa pale ikazuka taharuki kwa Ethan ya kwamba mganga anataka mumbue ama imekuaje. Mimi na wewe tukawa hatujui kilichoweza kuendelea, lakini hii sehemu ya 13 inaenda kutupatia majibu hasa ya nini kilichoweza kuendelea baada ya Ethan kuingia kwenye nyumba ya wakwe zake na kumkuta pale mganga. Je, nini kilichoendelea? Bwana, huu mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na master mtaalamu anaitwa Edazeria G Msulwa. Kwenye mic hapa mimi ambaye unanisikia, mimi naitwa Uncle J, napatikana Instagram na TikTok kwa jina moja tu la Uncle J Simulizi. Bwana, karibu sana tupate kuendelea hii sehemu ya 13. Nilifika nyumbani kwa mzee Pomkumbo, nikashuka getini na dereva kaondoka. Moja kwa moja nikaingia ndani bila hata kukaguliwa na walinzi. Nikiwa ninakaribia mlangoni nikaanza kusikia ngoma ikipigwa. Nikafungua mlango huu wa sebuleni, nikakuta pale moshi mwingi sana ulikuwa umesambaa sebuleni. Nikamkuta mzee Pomkumbo akiwa amekaa chini katika shuka jekundu. Huyu hapa. Hapo mimi nilishtuka sana mara baada ya mganga kuzungumza kwa nguvu, huku akininyoshia kidole chake, huku akitetemeka mwili mzima, jambo ambalo liliwafanya mzee Pomkumbo, Bianca na mama Bianca wanitazame kwa mshangao sana. Kusema ule ukweli, mimi macho yalinitoka. Mapigo ya moyo kwanza ndo yalianza kunienda kasi vibaya mno. Nilitamani kupiga hatua kadhaa nyuma ili niweze kukimbia, ila nilihisi miguu yote ikiwa imeishiwa nguvu kabisa. Kwani kwa hili alilolifanya huyu mganga, kwa kweli lilikuwa linaniogopesha. Huyu kijana ndiyo ngao kubwa ya familia yako isianguke. Ila kama sio yeye, sasa hivi mzee wangu ungekuwa umeshafilisika. Mganga huyu alizungumza maneno haya ambayo yalinifanya kwanza nishushe pumzi nyingi sana. Hapo nilikuwa nikimkazia macho, mwili wangu taratibu ulianza kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Taratibu Bianca kanifuata mpaka sehemu hii nilipokuwa na kisha kanishika mkono. Tukasogea kimya mpaka alipokuwa amekaa mama Bianca kwenye sofa kubwa la hapa sebuleni. Mganga huyu aliendelea kupiga vingoma vyake vile vitatu ambavyo vilikuwa vinatoa mlio mkali mno. Usiogope mume wangu, Bianca alizungumza kwa sauti ya chini huku akininong'oneza sikioni mwangu. Nilitingisha kichwa nikimaanisha kwamba ninamsikia vizuri tu. Mganga huyu akaanza pale kumzunguka mzee Mkumbo huku akimpiga na mkia wa farasi kichwani mwake. Ninaona giza mbele yako, mganga alizungumza huku sote tukiwa tunashangaa jinsi taa za mbeleni hapa zilivyokuwa zina mwanga mkali mno, lakini anasema anaona giza. Naona giza. Mganga huyu aliongea kwa sauti yake kuzungumza ya kiganga, akauachia unyoya wake na kuutupa chini. Hapo alianza kuifikicha macho yake na kutufanya watu wote tuendelee kumshangaa huyu mganga. Mzee wangu sioni. Mzee Pomkumbo alikurupuka pale chini alipokuwa amekaa. Alimtazama huyu mganga wake ambaye alikuwa anaendelea kufikicha macho yake mithiri ya mtu aliyekuwa ameingiwa na povu la sabuni machoni wakati wa kuoga. Sasa mtaalamu, huoni nini sasa? Huoni maadui zangu au hauoni yani live yani kwamba hauoni? Live kabisa bibi sioni. Yani macho yangu hayaoni. Kichwa changu kinaniuma. Nisaidieni, nakufa mimi jamani. Mganga alizungumza huku akilia masikini ya Mungu. Sote tukasimama huku kila mmoja akiwa amejawa na wasiwasi.
Mganga alianza kujibamiza kwenye masofa na kutufanya sasa tumkwepe, kwani vikumbo vyake vilikuwa vina nguvu vibaya mno. Ebu iteni hao walinzi hapo nje. Mimi nikatoka kwa haraka na kuwaita walinzi. Kwa haraka waliingia ndani hapa na kila mmoja alibaki akiwa amejawa na mshangao mkubwa mno. Kwani jinsi mganga alivyokuwa analala hapa chini, alivyokuwa anatupa miguu yake, amekuwa ni kama mtu ambaye kama chizi, yani kama ndawazimu. Yani kama mtu ambaye anauawa kilazima kwa kutumia mto. Mnashangaa nini jamani? Hebu mshikeni huyu mtu. Mzee Po Mkumbo alizungumza kukofoka. Kitendo cha walinzi wake kupiga hatua moja kumsogelea mganga huyo, mganga alipiga ukelele mmoja mkali mno na macho yakamtoka nje. Huwezi amini, pale ile macho alifutuka putu. Yani kama alibanjuka hivi. Sio mlinzi, sio mzee Mkumbo, wala sio sisi. Kila mmoja akajitafutia njia yake kukimbilia. Mimi na mama mkwe tulijikuta tuko jikoni kwa pamoja, huko kila mmoja kihema kwa uoga, kwani sidhani kama kuna mtu amewahi kushuhudia tukio la kutisha namna hii. Mtu macho amepasuka. Yani alivimba yakapasuka. Oh, Mungu wangu. Mungu wa Yakobo. Tukimbilie wapi sisi? Tumekutendea maovu sana na unaamua kutulipa hapa duniani. Mama mkwe alizungumza huku akiwa amepiga magoti yake chini na kunyosha mikono yake yote miwili juu. Hii ikiwa ni ishara ya kusali. Bwana Yesu, tusamehe sisi. Oh, Mungu wangu. Tulisikia pale mzinga mwingine mzito uliomfanya mama Bianca kukatisha maombi yake. Alikimbilia sehemu nilipokuwa nimesimama, alinikumbatia na huku mwili wake wote ukimtetemeka vibaya mno. Ni nini hicho Ethan? Hata mimi sifahamu mama. Taratibu nikaitoa mikono ya mama mkwe mwilini mwangu na kisha taratibu nikaanza kunyata kuelekea sebuleni. Mwili mzima ukahisi kama vile umepigwa na shoti, kwani kichwa cha mganga huyu kilikuwa kimepasuka na ubongo wote uko nje. Ethan, hata wewe unaogopa hili? Hapo niliisikia sauti ya jini Ethan ndani ya nafsi yangu. Nikasema, Ethan, wewe ndio umefanya haya yote? Ndiyo, ni bibi. Kwa nini? Nilikwambia ngoja uone. Nimethibitisha kile nilichokueleza, na laiti kama ingekuwa sikubadilisha maneno, huyu mpuuzi hapo chini basi angeenda kufunguka kila kitu juu ya maisha yako. Ethan, unataka kuniambia? Alihitaji kukutaja wewe kama adui wa hii familia, ila kwa haraka niliweza kubadilisha kinywa chake. Sasa inakuwaje na huyu sasa? Hapo hakuna cha kufanyaje. Iteni polisi waje kuchukua mzoga wao. Msikilizaji, walinzi wawili wakaingia ndani humo wakiwa wako na bastola mikononi mwao. Wote walibaki wakiwa wamejawa na mshangao. Hei, Mungu wangu. Mlinzi mmoja alizungumza kwa mshtuko huku akiendelea kushikilia bastola yake vizuri sana. Mzee Po Mkumbo pamoja na walinzi wake wengine wawili waliingia hapa sebuleni. Mzee Po Mkumbo alibaki ameziba mdomo wake kwa mshangao mkubwa mno. Endelea kumwathiri kisaikolojia huyo baba mkwe wako, ni jambo muhimu sana. Sasa tukiingia kwenye mali zake, basi tutahakikisha kwamba tunamwacha na nguo zake tu alizozivaa mwilini. Hapo niliendelea kuisikia sauti hii ya jini Ethan, huku nikiwashuhudia walinzi hawa wakiwa wanajikaza kiujasiri, wanamsogelea, yani wanaosogelea ule mwili wa yule mganga ambapo tayari kwa sasa ni maiti. Nilimwona mama mkwe akitoka katika mlango wa jikoni na kwa ishara ya mkono nikamzuia asifike sebuleni hapa, kwani ninafahamu kabisa na pressure. Mama mkwe alinielewa, huku uso wake ukionekana kabisa kujawa na shauku ya kuhitaji kuweza kufahamu ni nini haswa kimetokea. Nilimshuhudia Bianca akishuka kwenye ngazi za gorofani taratibu huku akiwa makini mno. Baby, nini kinachoendelea? Bianca aliuliza kwa sauti ya uoga. Hebu msifike hapa sebuleni. Mzee Po Mkumbo alizungumza kwa sauti ya juu sana, sauti ya kujiamini mno. Baba, kwa nini tusifike? Nimesema hivyo, kila mmoja arudi sehemu alipokuwa. Sio ombi bali hilo ni amri. Mama Bianca
pamoja na mwanaye wakaungana wakapandisha gorofani pasipo kushuhudia mwili wa marehemu jinsi ulivyokuwa unaendelea. Mimi nikasogea eneo la karibu la huu mwili. Hebu waulizeni hao polisi, wamefika wapi? Mzee Paul Mkumbo alitoa maagizo hayo kwa mmoja wa walinzi wake, na kweli akafanya hivyo kama alivyokuwa ameambiwa. Mkuu, wanakaribia hapo getini. Okay, sawa. Baada ya dakika kama 2 tulisikia ving'ora vya gari za polisi. Walinzi wawili wakatoka nje, na walipoweza kurejea ndani wakawa wameongezana na askari 6 wenye silaha. Kila askari aliona maiti ya mganga huyo, alibaki akiwa na mshangao. Habari yako mkuu? Sio nzuri. Kama unavyojionea, huyu mtaalamu amenifia hapa kwangu. Imekuwaje mkuu? Hata mimi sielewi. Yaani alianza kulalamika kwamba macho yanamuuma, mara haoni. Baada ya muda kidogo macho yakavimba yakampasuka. Watu wote hapa tukatawanyika hapa sebuleni. Tukiwa katika sehemu tulizokuwa tumekimbilia kujificha, tulisikia mpasuko wa kichwa chake, na hapo ndipo story ilipoweza kuishia. Yaani sijapata picha halisi kabisa mheshimiwa. I say, nimetoa maelezo yaliyonyoka kabisa. Chukueni maiti muipeleke Muhimbili, huku mimi nikifanya taratibu za kuipeleka nchini Kenya kwa mazishi, kwa maana huyu sio Mtanzania. Sawa, ila inabidi tufanye uchunguzi kabla ya kuichukua maiti yake. Uchunguzi gani tena? Ina maana kwamba nyinyi hamniamini mimi nilichokisema ama ni vipi? Mkuu, unajua polisi huwa hatuamini maneno matupu hadi tuweze kutendea kazi kile tunachohitaji kuweza kukifanyia kazi mheshimiwa. Askari huyu alizungumza kwa busara na kwa hali ya kujiamini. Hakujali kama Mzee Paul Mkumbo ni mtu mkubwa sana hapa nchini, ila alikuwa anasimamia katika misingi ya kazi yake jinsi inavyohitaji. Basi kweli bwana Mzee Paul Mkumbo akawapa ruhusa vijana wake hawa kuanza kufanya upelelezi, ambapo kila mtu aliweza kuhojiwa kwa jinsi alivyoweza kushuhudia tukio hilo. Bianca pamoja na mama yake nao waliweza kuhojiwa katika muda na wakati tofauti tofauti. Walipojiridhisha, wakauchukua mwili wa marehemu na kisha wakaondoka nao. Hapakuwa na mtu ambaye aliweza kuthubutu hata kulalia kitanda chake. Uoga ukatawala katika familia. Japo kwa upande wangu mimi kidogo nilikuwa nina amani, kwa sababu ninafahamu ni kitu gani kinachoendelea. Mama, mimi kesho narudi kwangu. Nimechoka na haya mambo. Tutakwenda wote mwanangu. Hakuna mtu kuweza kuondoka hapa nyumbani. Baba, hapana. Ninaondoka. Nina kwangu na nina maisha yangu. Mambo ya kuja kushuhudia mambo ya ajabu ajabu kama haya, haki ya Mungu baba, nimechoka. Bianca alilalamika sana huku akimkazia macho baba yake. Kama ingekuwa sio mimi, usingekuwa na maisha hayo. Mimi ni baba yako na nitaendelea kuwa baba yako, hivyo funga kauli yako hilo. Funga bakuli lako. Mtakaa hapa na sitaki ujinga. Sio wakati wa shida unakimbia. Unanikimbia wakati wa shida, si ndio? Mzee Mkumbo alimkoromea Bianca na kumfanya Bianca awe mpole. Sihitaji ujinga mimi. Mzee Paul Mkumbo aliendelea kulalama huku akiachia misonyo isiyokuwa na idadi. Ethan. Ndio mzee. Kesho tutamkia Muhimbili kwa ajili ya kufuatilia mwili wa huyo boya. Mume wangu, sasa hii imezidi. Kumbuka mtoto wa watu hapa anakaa kwa ajili ya dhamana ya mwanetu. Ana mambo yake kufanya na sio kila jambo afanye yeye. Hebu kuwa na kipimo cha kumwachia maagizo basi. Maneno ya mama mkwe yalimfanya Mzee Paul Mkumbo kumtazama kwa jicho kali na la hasira, na kisha aliacha msonyo mkubwa zaidi ya misonyo mingine yote ambayo amewahi kuitoa. Mimi hata kama ukinisonya, ila ukweli ndo nimeshakwambia. Mama Bianca, funga kinywa chako. Nitakuvuruga sasa hivi. Nivuruge tu, ila ukweli ndo nimeshakwambia. Mama Bianca alijikaza kumpandishia Mzee Paul Mkumbo. We mwanamke, naona umenisahau. Na kujua vizuri tu. Mwanaume una roho mbaya, una roho chafu, roho ya kinyama, na ndio maana Mungu anakudhalilisha kwamba wewe ni mtu mbaya.
na ndio maana kila unachokifanya hakiendi. Mama Bianca alilalama huku machozi yakimwagika usoni mwake. Nikamshuhudia mzee Po Mkumbo akikunja mikono yake ya ngumi huku mwili mzima ukimtetemeka kwa hasira. Ethan, kesho hakuna kwenda popote mwanangu. Nyamaza wewe. Nyamaza nimesema. Mzee Po Mkumbo alizungumza kwa sauti ya ukali iliyotufanya mimi na Bianca mpaka tumogope. Hata kama ukipayuka kwa makelele yako, unahisi kwamba mimi ndo nitakuogopa? Mama Bianca alizungumza huku akimtazama mzee Po Mkumbo. Mzee Mkumbo alisimama kutoka sehemu alipokuwa amekaa na kuanza kumfuata Mama Bianca hapa alipokuwa amekaa na sisi. Mama Bianca alinyanyuka huku akijifunga tenge lake vizuri, akajiandaa kwa chochote kile ambacho kinakwenda kumtokea basi aweze kukikabiri. Mimi nitakuua wewe mwanamke. Mzee Po Mkumbo alizungumza huku akimwahi kumshika mama koo lake na kuanza kuuliminya pale. Kabla hata tujasimama kwa ajili ya kuamulia ugomvi huu, mama mkwe alimpiga teke mzee Mkumbo eneo la sehemu za siri na kumfanya mzee Po Mkumbo amwachie Mama Bianca, huku mzee huyu akianguka chini na kutoa mgurumo maumivu makali mno aliyokuwa ameyapata. Hivi unahisi kwamba kila siku mimi naweza kuwa mnyonge tu kwako? Mama mkwe alizungumza huku akimsindikizia mzee Po Mkumbo teke jingine la tumboni. Mama jamani, mnafanya nini? Mnaniaibisha mbele ya mume wangu. Acha nimfunze adabu huyu mshenzi. Yeye amezoea kila siku nani tukuona mimi ni mnyonge. Mama mkwe alizungumza huku akilia kwa uchungu mno. Bianca, mpeleke mama chumbani. Ethan, babangu wewe niache tu. Nataka kumshughulikia huyu mpuzi. Ni mambo mangapi mimi nimekufanyia kwenye maisha yako wewe mwanaume? Ni siri ngapi ambazo mimi nimekutunzia wewe? Mama mkwe alizungumza kwa ukali huku akiwa amemuinamia mzee Po Mkumbo aliyekuwa anaendelea kuguria maumivu sehemu zake za siri, kwani kwa teke alilokuwa amepewa si la mchezo. Hata uwe jasiri vipi, ni lazima ukubali kuwa mnyonge kwa muda kadhaa. Mama Bianca, nikinyanyuka hapa, haki ya Mungu nitakuua. Umuue nani? Umenisahau si ndio? Mama mkwe alimtandika kofi zito mzee Mkumbo usoni mwake. Mzee Po Mkumbo alijaribu kunyanyuka kutoka chini hapa alipokuwa ameanguka, ila mama mkwe alimwahi na kumwekea kigoti cha mguu wa kulia kifuani mwake, akambananisha vizuri mno. Unataka kwenda wapi wewe? Mama mkwe alizungumza huku akimshindilia mzee Po Mkumbo ngumi nyingine ya usoni. Nikamtupia jicho Bianca sehemu aliyokuwa amekaa. Masikini ya Mungu, Bianca alikuwa ameshikwa na bumbuazi pana mno. Hajui ni nini atafanya, hajui anzie wapi kuwazuia wazazi wake. Mdomo wake dhahiri shairi unaonesha kabisa unahitaji kuzungumza jambo, ila anashindwa. Na mbaya zaidi, walinzi wote wapo nje wakiendelea kuimarisha ulinzi wa hii nyumba. Leo utanijua mimi ni nani. Kama ulinikuta nikiwa mwanajeshi, basi usihisi ya kwamba nimesahau mbinu zote za kijeshi, mjinga mmoja wewe. Mama mkwe alizungumza huku akiendelea kuachia vitasa mfululizo usoni mwa mzee Po Mkumbo. Kumbe mama alikuwa ni mwanajeshi. Nilijiuliza swali hili huku nikiendelea kumshuhudia mzee Po Mkumbo akipokea dhoruba hii kutoka kwa mke wake. Nitakuua mjinga wewe usiyeweza hata kuweza kuotesha mbegu tumboni mwa mwanamke. Mshenzi nini? Kauli hii tata ikatufanya mimi na Bianca tushtuke kidogo. Hata mzee Po Mkumbo japo yupo kwenye dhoruba kali, ila naye alishtuka ya kwamba hana uwezo wa kutungisha mimba kwa mwanamke. Unashtuka nini? Unahisi ya kwamba kwa madhambi yako ungeweza mimi kunipa ujauzito wewe? Sasa ni hivi, Bianca sio mwanao wa damu, na kuanzia leo sahau kama ulishawahi kuwa na mwanamke kama mimi wala mtoto kama Bianca. Mama mkwe mara baada ya kumaliza kuzungumza hivyo, alimwachia mzee Po Mkumbo na kuondoka katika sebule hii ndogo na kutuacha watu wote tukiwa tumejawa na mshangao mkubwa mno. Mzee Po Mkumbo alijitahidi kunyanyuka ila alishindwa. Bianca alibaki akitetemeka tu, kwani ukweli huu uliokuwa umezungumzwa na mama nina imani kabisa
umemweka katika hali tete mno. Tukamwona mama akitoka ndani huku akiwa na begi kubwa la nguo. Nilimkimbilia mpaka sehemu mama alipokuwa. Nikamwambia mama, tafadhali nakuomba usifanye hilo unalotaka kuweza kulifanya. Ethan, nakuheshimu sana mwanangu, naomba upishe njia. Mama, Ethan tafadhali nakuomba unipishe njia. Mama alizungumza kwa ukali. Nikasogea pembeni na akaanza pale kuburuta begi lake kuelekea nje. Bianca kanyanyuka na kumkimbilia mama nje, huku nami nikimfuata mzee Pomkumbo sehemu alipokuwa amelala na kuanza kumsaidia pale kumnyanyua. Pumbavu kabisa, nitamuua mimi huyu mwanamke. Baba mkwe alijibaraguza hivyo huku akiwa amezishika sehemu zake za siri, ila ukweli ni kwamba leo amepatikana. Ukimya ukatawala hapa sebleni, huku mzee Pomkumbo akiendelea kuugulia kwa maumivu makali mno. Nenda kamzuie mama yako. Mzee Pomkumbo alizungumza kwa sauti ya upole na unyonge. Nikasimama na kutoka nje. Nilimkuta mama akiwa amekumbatiana na Bianca, huku walinzi wawili wa kike wakiwa wamesimama pembeni ya gari ambalo mara nyingi huwa analitumia mama mkwe kwenye matembezi yake. Nikawasogelea sehemu walipokuwa, wakati ana taratibu na mama kanikumbatiana mimi huku akimwagikwa na machozi. Ethan, na mama, nakuomba uweze kumlinda mwanangu. Sawa mama. Hakikisha kwamba anaishi salama. Hakikisha kwamba hakumbwi na matatizo ya aina yoyote. Sawa baba. Sawa mama. Kwaherini. Mama akaniachia na kisha akafunguliwa mlango wa gari na mlinzi wake. Wakaingia kwenye gari na taratibu wakaanza kuondoka. Bianca alinikumbatia huku akiangua kilio kikubwa mno. Nilianza kumbembeleza, kwani hili tukio lililotokea leo ni kubwa sana kwenye maisha yake Bianca. Tuondoke mme wangu. Tunakwenda wapi? Sijui, ila naomba tuondoke. Bianca alizungumza huku akiniachia. Alianza kutembea kuelekea ndani. Tukakutana na mzee Pomkumbo akiwa yuko mlangoni. Akampiga kikumbo mzee huyu na kisha Bianca akakimbilia ndani. Ethan vipi? Mzee ameshindikana, mama ameamua kuondoka. Oho. Amekwenda wapi? Sijajua kabisa wamekwenda wapi. Sawa, nitajua ni wapi kwa Mzee Mkumbo hakumalizia sentensi yake mara baada ya kumwona Bianca akiwa na buruza begi lake. Wewe unakwenda wapi mwanangu? Mzee Mkumbo alizungumza kwa uoga mkubwa mno. Bianca, mwanangu. We, unaharibu maisha mama angu. Unanitami mwanao, naomba uniache. Bianca, unajua mama yako zile alizofanya ni hasira tu. Wewe ni mwanangu. Wewe ni damu yangu. Huna baba mwingine tofauti na mimi. Hapo mzee Mkumbo alijaribu kuzungumza huku akimshika Bianca mkono, ila Bianca kwa hasira aliutoa mkono baba yake. Na kuomba usinitafute Ethan, twende. Bianca alinishika mkono, tukatoka eneo hili na kuanza kuelekea kwenye gari langu. Akafungua mlango wa nyuma wa gari hili na akaingiza begi lake na kisha akafunga kwa nguvu. Aliingia upande wa dereva na akawasha gari. Bianca, tambua mimi nakupenda sana mwanangu. Tambua kwamba wewe ndo kipenzi changu. Mzee Mkumbo alizungumza hivyo huku machozi yakimwagika usoni mwake. Bianca hakujali hilo. Nilimtazama mzee Pomkumbo kwa huruma sana, kwani kila siku anakutana na janga kubwa. Nikafungua mlango wa gari na kisha nikapanda. Mke wangu, unaweza kumsikiliza baba kidogo? Ethan,
Sihitaji kusikia chochote bana. Kama unampenda sana huyo mzee, shuka kwenye gari niondoke mwenyewe. Bianca alizungumza kwa ukali sana, huku tukianza kuondoka eneo hili. Kutokana na kwamba lengo langu kubwa kwa mzee Paul Mkumbo ni kumpokonya kila kitu anachokipenda, hivyo kazi yangu ilikuwa inazidi kufanikiwa. Kwani kama ni urais ameukosa, mke kwa sasa amekosa, na mtoto pia amekosa. Kilichobaki ni kumkosesha mali zake zote anazozitarajia. Geti likafunguliwa na Bianca kaanza kuendesha gari hili kwa mwendo wa kasi mno. Sawa, lakini endesha vizuri basi. Usinifundishe. Nisikufundishe nini? Kwani hapa ninafanya nini? Nilimtazama Bianca kwa macho makali mno, ila ndo kwanza alizidi kuongeza mwendo wa kasi wa hili gari. Bianca, punguza mwendo. Sipunguzi. Unataka tufe sio manake? Nakuuliza, unataka tufe? Nilimuuliza Bianca kwa ukali, huku nikimtazama jinsi speedometer inavyozidi kuongezeka. Nikaufunga mkanda wa siti yangu taratibu kabisa, kwani hata kama likijitokeza la kujitokeza, basi sitopata madhara makubwa. Tukafika kwenye moja ya fukwe za bahari, na ndipo Bianca akasimamisha gari. Alifungua mlango na kashuka na kuanza kukimbia mithili ya mtu aliyekuwa amechanganyikiwa. Ikanibidi nami nishuke kwenye gari. Nikaanza kumkimbiza. Nikafanikiwa kumdaka kiunoni mwake, na kwa nguvu zake alijitahidi kuweza kutoa mikono yangu ili niweze kumwachia. Tukajikuta tukianguka chini kwenye huu mchanga mwingi mno. Sasa wewe ndio unafanya nini Bianca? Ethan, acha nife. Acha nife. Sina faida kuendelea kuwepo hapa duniani. Bianca alizungumza huku akijitahidi kunyanyuka, ila nikamzuia. Uzuri ni kwamba mambo haya yote yanatokea ni nyakati hizi za usiku. Ebu acha basi ujinga. Yaani unachotaka kujua kisa nini? Nani amekuambia kwamba wewe huna faida kwenye hii dunia? Nilizungumza huku nikimtazama Bianca kwa ukali mno. Nisikilize Bianca. Kama umekosa upendo kutoka kwa baba yako au wazazi wako, mimi ninakupenda. Na ndio maana hadi leo hii niko na familia yako. Matatizo yako ni matatizo yangu. Asa kwa nini unaletea upuuzi kama huu? Hebu nyanyuka twende nyumbani. Ethan, siendi popote. Naomba niache nikae hapa mimi mwenyewe. Siwezi kukuacha kijinga jinga hivyo. Umenielewa Bianca? Kama unahitaji nikutie vibao muda huu, endelea kuniletea huu upuuzi wako. Nimekwambia nyanyuka. Hapo nilizungumza kwa ukali, na ndipo Bianca kanyanyuka taratibu huku akinitazama kwa wasiwasi. Tukarudi sehemu lilipokuwa gari letu, tukaingia ndani ya gari na kuondoka hili eneo, huku mimi nikiwa ndio dereva. Tukaondoka jijini Dar es Salaam na kuelekea katika mji wa Bagamoyo. Tulifika kwenye hoteli ambayo mara nyingi nikija kwenye huu mji wa Bagamoyo ndo huwa naitumia. Nilichukua kiasi kidogo cha pesa kilichopo ndani ya gari langu na kisha tukashuka. Tukafika mapokezi. Tulimkuta kijana mmoja, alitukaribisha kwa kutuambia karibu. Tukasema asante. Vyumba vipo? Ndio vipo mheshimiwa, vipo. Vyenye hadhi ya VIP, si ndio? Ndio mheshimiwa. Kweli nikafanya malipo ya siku 2. Tukaandikishana pale kwa majina yetu na tukakabidhiwa pale kadi maalum ya kuweza kufungulia mlango na kuelekea kilipokuwa chumba chetu. Tukaingia ndani na Bianca moja kwa moja akapitiliza mpaka kitandani akajilaza. Amka tukaoge. Kumbuka kwamba tumetoka baharini na tuna michanga mingi mno. Niache nipumzike. Mke wangu. Ethan, sipo sawa. Nimekuheshimu kwa sababu ninakupenda. Ila nisingeweza kufika hata hapa hotelini. Naomba uniache. Nilimtazama Bianca kwa sekunde kadhaa na kisha nikaelekea bafuni.
Nilianza pale kuoga taratibu, huku nikiendelea kujipongeza kwa kazi nzuri ambayo ninazidi kuweza kuisambaratisha familia ya mzee Pomkumbo. Nikarudi chumbani huku nikiwa nimejifunga taulo kiunoni mwangu. Kwa jinsi Bianca alivyokuwa amelala, alikuwa amelala kifudifudi na kusababisha hili eneo lake la nyuma kuweza kujenga mwinuko ambao kwa mwanaume yoyote ule ukimwona ni lazima tu utamtamani. Nikamsogelea Bianca, nilimshika pale kidogo kwenye mwili wake, nikaanza kumtomasa taratibu. Ethan, sijisikii kufanya jambo lolote. Naomba uweze kuniacha. Mke wangu, mimi nina hamu na wewe. Sitaki, niache. Bianca alizungumza kwa jazba huku akiutoa mkono wangu ambao nilikuwa namshika mwili wake. Kwa hiyo wewe huhitaji uwepo wangu hapa, sio manake? Vyovyote vile bwana. Kauli ya Bianca ikanifanya nijawe na hasira ya ghafla. Hasira ya ghafla. Hasira ambayo yote inatokana na uchu wa kimapenzi dhidi yake. Nikamtazama askari wangu ambaye tayari alikuwa ameshasimama kikakamavu kweli kweli kwa ajili ya kupata utamu kutoka kwa Bianca. Lakini mbona nakwambia kwamba mke wangu, mimi nina hamu na wewe? Sitaki Ethan, hunielewi. Bianca alizungumza kwa ukali huku akigeuka na akalala chali. Nahitaji haki yangu. Hebu nitolee upuzi wako. Niache nilale. Tutakosana Ethan. Mimi ni mpuzi, si ndio? Ndio. Bianca aliendelea kuzungumza kwa msisitizo. Nilishuka kitandani, nikavaa nguo zangu huku Bianca akiwa ananitazama. Nikachukua funguo ya gari na kuanza kutembea kuelekea mlangoni. Msonyo mkali wa Bianca ukanifanya nisimame, nikamgeukia na kumtazama. Nikafungua mlango, nikaondoka humu ndani, nikaelekea eneo lilipokuwa gari langu, nikaingia na kisha nikaondoka. Hadi inatimu majira ya saa 12 za asubuhi. Nikafika ilipokuwa nyumba ya Queen pamoja na Latifa. Kwa bahati nzuri, nilimkuta Latifa akitoka na gari lake. Hey. Mkurugenzi vipi? Mbona asubuhi? Latifa alizungumza, na hii ni mara baada ya sisi sote kushuka kwenye gari. Queen yuko wapi? Amekwenda kazini? Mpigie simu mwambie kwamba niko hapa nyumbani. Kwema lakini? Ya, ni kwema. Ila unaonekana kama vile hauko sawa Ethan. Hebu niambie ni jambo gani ambalo linakusumbua? Mpigie Queen. Latifa alitii kile nilichomwagiza. Akawasiliana na Queen na kumwomba aweze kurudi nyumbani kwani nilikuwa ninamsubiria. Karibu ndani nikuandalie kifungua kinywa. Nifungulie tu geti. Nitaandaa kila kitu mimi mwenyewe. Latifa alinifungulia geti na kweli nikaingiza gari langu ndani. Wewe nenda kazini. Mwambie sekretari wangu ya kwamba mafaili yangu yote ni yakute mezani kwangu. Sawa mkurugenzi, ila ngoja kwanza. Unajua kuna jambo lolote ambalo Queen amekuudhi? Haja nifanyie jambo lolote la aina yoyote baya. Ila nahitaji tu kumuona tu. Sawa mkurugenzi, tutaonana basi ofisini. Latifa aliingia kwenye gari lake na kuondoka katika hili eneo. Niliingia ndani na kujiuliza, kwenye hii sebule nzuri iliyopangiliwa vizuri, japo nimewalipa wasichana hawa kiasi kikubwa cha pesa, ila bado wanaendelea kufanya kazi katika kampuni yangu. Baada ya kama nusu saa hivi, nilisikia mgurumo wa gari. Nikakimbilia dirishani na kisha nikafungua pazia. Nilimwona Queen akishuka kwenye gari lake. Akafunga geti na kisha akaanza kutembea kwa madaha kweli kweli kuja ndani. Nikajilaza kwenye sofa huku nikiwa nimejifanya nimelala. Hey. Mambo. Nilisikia sauti nzuri ya Queen na ndipo taratibu niliyefumba macho yangu. Umelala jamani vipi? Unaumwa Ethan? Queen alizungumza huku akininamia. Kwa haraka nikamvuta karibu yangu na kisha akanilalia kifuani mwangu. Ethan. Nini? Mbona hivyo?
alalama kimahaba. Nilimtazama lipsi zake zilizokuwa zimenona vizuri na taratibu nikaanza kumpiga mabusu, nikianza pale kumshikashika mwilini mwake. Ethan jamani, una nini wewe leo? Queen alizungumza huku akinitazama kwa macho yaliyokuwa yamemlegea. Nahitaji unifanye jambo. Jambo gani Ethan? Nataka unibebe ujauzito wangu na unizalie mtoto. Hapo Queen macho yakamtoka, alijawa na mshangao mkubwa sana, huku mimi nikianza kuyasikia mapigo yake ya moyo yalikuwa kianza kumwenda kasi, huku jasho likianza kumtiririka usoni mwake. Ingari ndani ya sebule hii kulikuwa kuna hewa kali ya AC. Queen kwa haraka kwanza ilibidi niachie. Akasimama huku akishika kichwa chake, huku akionekana ni kama mtu vile aliyechanganyikiwa. Queen, bebe. Nilizungumza kunikikaa kitako na kumtazama usoni mwake. Queen hakunijibu kitu chochote zaidi ya kuendelea kuonekana akiwa amejawa na wasiwasi mwingi mno usoni mwake. Niambie, una tatizo gani? Ethan, ulishanitamkia kwamba mimi hunipendi. Una mwanamke wa maisha yako ambaye utakwenda kuzaa naye siku si nyingi. Sasa unataka uzae na mimi ili waje? Queen alizungumza kwa msisitizo huku akiendelea kuhema mithiri ya mtu aliyekuwa amekimbia mbio ndefu. Queen, hebu tambue kwamba ninahitaji mtoto kutoka kwako. Nipo tayari kumlea mtoto huyo kwa gharama yoyote. Hapana Ethan. Unanitamani. Hunipendi kabisa. Na moyo wako huko kwangu Ethan. Moyo wako haunifikiri mimi. Umenifanya mimi kama ni kibaraka tu kutimiza haja zako. Mimi na Latifa tumeshia kushiriki kitanda kimoja ili kukuridhisha wewe. Unahisi hayo ni mapenzi au ni uchango doa tu? Queen alizungumza na kwa mbali kwenye macho yake niliona machozi yakimlenga-lenga. Haya nayo yazungumza hakika ilianza kunifanya nihisi kujutia sana moyoni mwangu. Ethan, kuna mambo mengi nilishajikatia tamaa kwako. Kuna mambo mengi ambayo kwako natambua kwamba hayatowezekana. Mimi ni mfanyakazi wako tu na nitaendelea kubaki kwa mfanyakazi wako. Sitaki siku Bianca aje kuniangamiza. Kwanza ni bosi wangu. Pili ana pesa kuliko mimi. Na jambo la tatu anajiona na watu wengi serikalini kuliko mimi. Je, ni kwamba unataka nitekwe kama anavyotekwa watu? Queen aliendelea kuzungumza huku sasa hivi akiangua kilio. Taratibu nikasimama na nikamsogelea, nikajaribu kumshika kiuno chake ila aliutoa mkono wangu kwa nguvu. Queen, tambua kwamba mimi ni binadamu. Yes, hata mimi ni binadamu pia. Uliponikana na tena ukamwambia kabisa na Latifa akaja kunikoromea, ulihisi kwamba moyo wangu ni wa chuma? Ulihisi moyo wangu kwamba hautaumia, sio manake? Ethan, nilikonda kwa ajili yako. Niliumia kwa ajili yako. Nilikuwa silali kwa ajili yako. Yaani hadi kichwa changu kikao kinafikiria kufanya mambo mabaya dhidi yako.
ila nilishindwa kufanya hivyo. Unahisi kidonda kile kitapona kirahisi? Mambo mabaya. Ndiyo, mambo mabaya Ethan. Mimi ni mwanamke ambaye nikipenda huwa ninapenda. Sina kiswara la kupenda roborobo, na wala simpendei mwanaume eti utajiri wake, simpendei mwanaume uzuri wake, ila vitu nilivyokuwa ninavitaka kutoka kwako wewe Ethan siwezi kuvipata. Hapo Queen aliendelea kulia kwa uchungu mno mpaka machozi yalianza kumtoka, na mimi jicho likawa jekundu, machozi yalianza kunilenga-lenga. Ethan, wanawake tunahitaji heshima. Wanawake tunahitaji muda wa wanaume zetu. Tunahitaji kujaliwa, ila kwako siwezi kuvipata. Acha niendelee kuishi maisha tu ya kuwa na Latifa ndo mpenzi wangu, kwa maana kwamba kila napohitaji kukata kiu yangu yeye ndo ananipa kile ambacho mimi nakitaka. Hapo nilishtuka sana kusikia swala la yeye na Latifa eti ni wapenzi. Queen, sawa, natambua kwamba nimekukatili kwa kiasi kikubwa, ila Queen, tambua kwamba mimi ninakuhitaji. Ethan, mimi sio mnafiki. Kusema ule ukweli wa moyo sikuhitaji. Unasema? Yes. Sikutaki. Naomba nakuomba tu pia nirudi kazini. Utabaki kuwa mkurugenzi wangu hadi pale utakapoamua kuweza kunifukuza kazi wewe mwenyewe. Naam. Queen mara baada ya kumaliza kuzungumza hivyo, alichukua pochi yake mezani na kuanza pale kutembea kwa kasi kuelekea mlangoni. Nilimwahi mlangoni kwa haraka na kisha nikamzuia. Na kwamba uniache nipite mkurugenzi. Siwezi kukuacha upite. Nahitaji kupita tafadhali. Na kwamba uweze kuniachia. Mbona unabadilika mwanamke? Ulipokuja si nilikupiga busu pale. Sasa hiki unachonifanyia hapa ni nini? Unataka kunorisha kwamba wewe ni jeuri au? Mkurugenzi, nahitaji kwenda kazini. Nafasi yangu sijamwachia mtu anishikie. Tafadhali, ninakuomba mkurugenzi. Hakuna kutoka. Tafadhali. Nimekwambia hakuna kwenda popote. Hapo nilizungumza kwa ukali sana mpaka Queen akatetemeka. Macho yangu yaliyojawa na hasira kali yalianza kumfanya Queen aanze kurudi nyuma. Akarudi nyuma taratibu mpaka kwenye moja ya sofa, huku akiendelea kunitazama kwa uoga. Hivi wewe unahisi ya kwamba mimi sijaona wanawake wa kuzaa nao, si ndio? Nahitaji kuzaa na wewe kwa maana ya kwamba mimi nahitaji mwanangu aishi maisha mazuri. Umri wangu unazidi kwenda. Nahitaji kuwa baba sasa. Ethan, sitaki mwanaume ambaye nitazaa naye aje kumtesa mwanangu. Sitaki mwanaume ambaye nitazaa naye anitese mbeleni. Sitaki Ethan. Nalitambua hilo.
na kuahidi sitokutesa na utaishi kwa amani sasa katika maisha yako. Hapo Queen akanitazama kwa macho makali huku akiendelea kububujikwa na machozi. Unahitaji kuzaa na mimi kweli? Ndio. Basi ninakupa masharti matatu. Kama hutoweza kuikubali, basi hutokuja kukaa na kupata mtoto kwangu. Masharti matatu? Ndio. Ni yapi hayo? Nahitaji tukapime kila kitu kwenye miili yetu, kuanzia HIV na vipimo vyote, ili hata tukizaa nina imani ya kwamba mwanangu atakuwa amezaliwa katika ile hali ya afya ambayo mimi ninaihitaji. Sharti la pili utalifahamu mara baada ya kumaliza sharti la kwanza. Kwa nini? Si unahitaji kuzaa na mimi? Kama unakubaliana na hilo, niambie hata sasa hivi tukakutana na daktari na kupima kila kitu. Kwanza nilishusha pumzi taratibu huku nikimtazama Queen usoni mwake. Okay, sawa, niko tayari. Kweli Ethan? Ndio, nipo tayari. Laiti kama ningekuwa sipo tayari, mimi nisingeweza kukubaliana na wewe katika hilo. Sawa. Tutumie gari langu au la kwako kwenda hospitali. Tutumie gari lako. Sihitaji gari yangu iweze kuonekana huko mtaani. Ila naomba nitafutie kofia ili nikivaa nisiweze kuonekana. Tambua kwamba mimi ni mtu maarufu sana. Sawa. Hilo lina tabu. Au kuna jingine? Hakuna, ni hilo tu. Kweli Queen akanyanyuka na kuingia chumbani kwake, na baada ya muda akarudi akiwa ameshika pale kofia nyeusi inayofanania na t-shirt hii nyeusi niliyokuwa nimeivaa. Nikavaa pale kofia na kisha tukatoka ndani humo. Safari kuelekea hospitalini ikaanza, huku tukikubaliana ya kwamba ni hospitali gani tunatakiwa kwenda kufanya vipimo. Mawazo juu ya maamuzi yangu ninayoyafanya kwa Queen yakaanza kunitawala. Kwa nini simwombe Kamila nizalie? Ikiwa mimi na yeye tumetoka mbali sana toka utotoni. Ila Kamila kwa sasa sidhani kama anaweza kukubali kuzaa na mimi, ikiwa kuna kazi ameshaanza kuifanya. Mungu nisaidie. Mbona kama una mawazo sana? Queen aliniuliza huku akisimamisha gari taratibu. Nikatazama magari mengine yaliyokuwa yamesimama katika hospitali hii ya Aga Khan. Nikamwambia kuna kitu nachowaza. Tumeshafika hospitalini. Twende ndani. Nilichosha pumzi taratibu na kisha tukashuka kwenye gari. Tukaingia ndani na Queen akazungumza na mhudumu aliyopo mapokezini. Tukaandikisha pale majina yetu na kisha tukaelekezwa ni eneo gani tuelekee. Tukafika kwenye ofisi ya daktari tuliyokuwa tumeelekezwa na tukawakuta pale watu wanne ambao kila mmoja alikuwa anaonekana yuko na mpenzi wake. Tukasalimiana nao na kisha tukakaa pale kwenye foleni hii. Queen, una uhakika na hili ambalo tunalifanya? Nilimuuliza Queen kwa sauti ya chini chini. Ndio. Nina uhakika huo. Na ndo maana nilizungumza hivyo. Mlango wa hiki chumba cha daktari ulifunguliwa na alitoka jamaa mmoja hivi na mke wake, huku mwanamke huyo akionekana kububujikwa sana na machozi usoni mwake. Nilipokuwa ninakukanya kila siku uachane na vijitoto vya mtaani, ukaona niona mimi ni mjinga. Unaona mimi malaya wa nje, haya. Mwenzako nilikuwa natumia kinga. Haya, wewe ukaenda kujegeshagesha huko. Umepewa na ukimwi. Utakufa. Huo ushauri wa masaa huko ndani. Mimi hata sitaki kusikia. Umenielewa? Mwanaume huyo alizungumza kwa ukali sana huku akimtazama mke wake huyu aliyekuwa anaendelea kulia kwa uchungu. Mapigo ya moyo yalizidi kunienda kasi vibaya mno. Nilianza kukumbuka mapenzi niliyoyafanya
kuanzia kwa Camilla, Bianca na kisha kwa Queen pamoja na Latifa. Ila baba Light, wewe mwanamke, mimi sio mume wako. Twende ukachukue kilicho chako urudi kwenu ukajiuguze vizuri ukimwi wako. Unahisi mimi nataka kufa mimi kijinga? Pumbavu. Mwanaume huyu alizungumza huku akimshika mkono mke wake na wakaondoka huku akikokotana. Watu wote hapa tulibaki katika hali ya sitofahamu. Sasa watu ambao ni zamu yao kuingia ndani ya chumba hiki cha daktari kwa ajili ya ushauri na saa na kisha wapime, si wakawa na sita kunyanyuka mara baada ya kusikia majina yao yameitwa na daktari. Jamani, mnaweza mkatangulia nyie. Jamaa huyu aliwaambia hawa watu tuliokuwa tumekaa nao karibu. Hapana, ni zamu yenu nyie, nendeni. Daktari wa Kiarabu akaonekana kutoka ndani hiko chumba. Akasema, Janet na John wapo jamani? Dokta huyu aliuliza huku akitutazama kwa nyuso zetu. Tupo, walijibu kinyonge. Wakanyanyuka na kuingia ndani ya hiko chumba cha daktari. Nikatazama mikono ya Queen na kuiona jinsi ilivyokuwa inamtetemeka kwa uoga. Ujasiri wote ambao alikuwa akiuonyesha nyumbani wote umemiyeyuka mithili ya barafu juani. Nikamshika mkono wake wa kulia na kumtazama usoni mwake. Queen, unajiamini katika hili? Nilimuuliza Queen kwa sauti ya chini mno. Ndio. Upo tayari kwa ajili ya kupima? Ndio. Queen alinijibu huku akishusha pumzi nyingi mno. Wawili hao waliokuwa wameingia wakatoka ndani kwa daktari huku akiwa na furaha sana. Wakafuata hao wengine na tukabakia sisi wawili. Simu yangu iliita na ikaitoa mfukoni na kukuta ni namba ya Bianca. Queen alinitazama usoni mwangu kwa sekunde kadhaa. Nilipokea na kisha nikaiweka sikioni. Yes, hello. Upo wapi mme wangu? Nilimtazama Queen kwa jicho la kuibia na kisha nikasimama nikasogea pembeni kidogo. Endelea kulala, kuna mambo mimi nashughulikia. Mambo gani jamani mme wangu? Mambo muhimu, nitakwambia baadaye. Nikakata simu na kisha nikaizima kabisa. Nikarudi sehemu alipokuwa amekaa Queen. Queen akanitazama kwa macho makali ambayo kwa kuyatafsiri kwa haraka ni kwamba yamejaa wivu ndani yake. Wawili hawa wakatoka huku nyuso zao zikiwa katika hali ya kawaida tu. Tukaitwa majina yetu na kuingia ndani ya ofisi hii ya daktari. Ofisi hii imegawanyika katika maeneo mawili. Eneo la kwanza ni sehemu ya kukaa daktari na sehemu ya pili ni sehemu ya vipimo. Karibuni sana wapendwa. Daktari alizungumza kwa upole na unyenyekevu mkubwa mno. Tukamwambia shukrani. Labda niwaulize swali dogo tu, mpo kwenye mahusiano kwa kipindi gani? Sisi. Queen alizungumza kwa kionekana dhahiri shahiri kwamba hajiamini kabisa. Ndio, ni nyinyi? Dokta, sio muda mrefu, ni kama wiki 2 hivi. Hapo niliwahi kumjibu daktari huyo huku nikimtazama usoni mwake. Sawa. Je, mmedhamiria kabisa kuja kutazama afya zenu? Na ndio maana tuko hapa dokta. Niliendelea kujibu kwa ujasiri huku nikimkazia macho Queen ambaye ujanja wote umemwisha. Daktari alianza kutupa pale ushauri na saa. Ushauri ambao hakika unatia matumaini makubwa sana. Ikafika muda wa kupima. Halikuwa jambo gumu sana, kwani kati yetu hakuna ambaye alikuwa anaogopa kuchomwa sindano hata kidogo. Baada ya dakika kadhaa majibu yenu yatakuwa tayari, hivyo Queen tuna amani. Ghafla simu ya Queen ikaita. Alifungua mkoba wake akatazama kwa muda, akataka kutoka nje ili aweze kuipokea, ila nikawahi kumshika mkono nikamkalisha chini. Nikamwambia kata simu. Utazungumza naye baadaye. Bebe, ni simu muhimu. Kutoka kwa nani? Kutoka kwa nani ikiwa mimi ndo mkurugenzi wako? Hebu tusubiri majibu hapa. Nilizungumza kwa msisitizo na kumfanya Queen azidi kutetemeka kwa uoga. Hata kukata simu yenyewe alishindwa na alijikuta akirudisha ndani ya pochi yake bila yeye kufanya jambo lolote lile. Ukimya ukaendelea kutawala ndani ya hiki chumba. Kila muda macho yangu yalikuwa yanamtazama Queen usoni mwake. Daktari alinyanyuka na kisha akaingia katika kijichumba chake cha vipimo. Baada ya kama dakika 5 hivi, alitoka akiwa na karatasi 2 mkononi mwake. Akakaa kwenye kiti chake huku uso wake ukiwa umejawa na tabasamu pana mno. Ni kwamba majibu yenu yako tayari. Dokta alizungumza huku akijiweka vizuri kwenye kiti chake.
Labda sasa nianze kutoa majibu ya nani? Mimi hapa dokta. Sawa. Sasa bwana Ethan, majibu yako yanaonyesha kwamba wewe ni kwamba upo salama. Damu yako haina maambukizi ya aina yoyote ya virusi vya ukimwi. Hapo kwanza nilishusha pumzi kubwa sana huku nikimtazama daktari kwa furaha mno. Nilimtazama Queen na nikamwona akiwa amefumba macho yake mithili ya mwanafunzi wa kike aliyekuwa anasubiria kuchapwa fimbo mkononi mwake. Nikija kwako Bi Queen, majibu yako yameonyesha kwamba Queen pale alinyosha mkono kulia. Alimzuia daktari kuzungumza kile alichopanga kukiongea na kutufanya mimi na dokta kumshangaa. Dokta, basi wewe mpatie tu Ethan majibu yake. I'm out. Queen alizungumza kwa upole huku akinyanyuka kwenye kiti chake. Mimi nilimkalisha huku nikimshika mkono wake. Nikasema, dokta, endelea. Queen yeye majibu yake yanaonyesha kwamba hana maambukizi yoyote virusi vya ukimwi. Dokta, acha basi utani. Queen alizungumza huku akijaribu kutabasamu na yeye. I'm professional doctor, na nina uhakika na kazi yangu, na nina uhakika ya kwamba hauna maambukizi ya ugonjwa huo. Ila kupima sasa isiwe ndo mwisho wa kupima. Inabidi mara baada ya miezi 3 tena mweze tena kurudi na kisha mpime tena. Dokta, inatosha. Hii inatosha. Queen alizungumza huku akijawa na furaha kubwa sana na hadi daktari alitabasamu. Haitoshi, ni vyema muwe mna taratibu ya kucheki afya zenu mara kwa mara ili mzidi kujiamini sana katika mahusiano yenu. Tunashukuru sana dokta. Mimi nitahakikisha mara baada ya miezi 3 nitarudi hapa kwa ajili ya huyu bibi. Na wewe vipi? Hakuna cha wewe dokta. Hapa tutarudi tena na tena na tena. Karibuni sana. Tuzidi kumwomba Mungu awabariki ili siku mkirudi basi mnikute mimi tu. Sawa dokta. Tunahitaji kuweza kupima masuala ya uzazi kwa maana kwamba kwa sasa tunahitaji kutafuta mtoto. Je, ni ofisi gani ambayo mnatoa hiyo huduma hapa hospitalini kwenu? Oh, wow. Kwanza niwapongeze, hayo ni maamuzi mazuri sana. Unajua watu wengi huwa wanajikuta wanazaa pasipo kupima, kujua kama ni nani kati yao anaweza kuwa na matatizo ambayo kwa namna moja ama nyingine mama au baba anaweza kumrithisha mtoto wake. Ni kweli dokta, na ndio maana tumeamua kuweza kuja kupima. Basi ngoja niwaandikie barua muende kwanza kwa daktari huyu ili iwe rahisi kwa nyinyi kuweza kupata huduma. Sawa dokta. Daktari huyu akatuandikia pale barua na kisha tukatoka ofisini kwake na kuelekea katika ofisi ya daktari huyo. Tukapima vipimo vyetu vya uzazi na kuomba pale tuweze kusubiria vipimo. Furaha kubwa iliendelea kutotawala kati yetu huku kila mmoja akionekana kuwa na shauku ya kupata mtoto. Muda wa majibu kafika na tukaitwa pale ofisini kwa daktari huyo. Karibuni tena. Daktari huyo alizungumza, tukasema tunashukuru. Majibu yenu ni mazuri kiasi, japo sio sana. Tukatazamana na Queen huku furaha ambayo tulikuwa nayo taratibu ikaanza kupungua. Ni kwamba vipimo kwa baba hapa inaonyesha kwamba mfumo wako wa uzazi uko salama kabisa na hauna matatizo. Ila tukirudi kwa mama hapa inaonyesha kwamba una tatizo la ugumba. Queen alishtuka sana huku nikimshuhudia akianza kutetemeka mikono yake. Hata nami pia moyo wangu nilijikuta nikipoteza furaha kwani hili hatukulitarajia kabisa. Ila usiogope. Ugumba sio ugonjwa ambao utakufanya wewe ushindwe kupata mtoto. Ila lazima uweze kukubaliana na jinsi ya kupambana na hili tatizo.
Daktari, wewe niambie tu dawa ya aina yoyote ile na gharama ya aina yoyote ile. Mimi niko tayari kuweza kumnunulia mpenzi wangu. Unajua watu wengi wanaposikia tatizo la ugumba kwa haraka wanahisi ya kwamba labda lina maambukizi au halitibiki. Nikirudi kwenye kauli yangu ya awali niliposema kwamba majibu ni mazuri ila si sana, nilikuwa namaanisha kwamba tatizo lako bibie halijafika mbali sana. Halijafika kwenye hatua ya kutokutibika. Ila ndio kwanza linaanza. Hivyo inabidi uweze kupambana na vyanzo vya chanzo, yani kinachosababisha tatizo hilo. Na endapo utafanikiwa kabisa kuachana na hilo jambo, basi unaweza ukapona na kupata mtoto kama unavyopata watu wengine. Jambo la kwanza, unatakiwa kuacha kunywa pombe kali kabisa. Lakini jambo la pili, unatakiwa kuepukana sana na msongo wa mawazo. Na endapo utafanikiwa kufanya hayo mambo mawili, baada ya miezi 3 mrudi tena hapa kwa ajili ya vipimo zaidi. Kwa hiyo hakuna dawa yoyote dokta zaidi ya hayo maelezo ulotupatia. Ndiyo kijana. Hakikisha kwamba unamsimamia mkeo na anapambana na hali hiyo hadi atakaporudi katika hali yake ya kawaida. Sawa dokta, nitahakikisha kwamba ninafanya hivyo na nashukuru pia kwa hilo. Sawa. Kweli tukatoka chumbani hapa kwa daktari, tukarudi mapokezini na kufanya pale malipo yote ya vipimo ambavyo tumetumia ndani ya hospitali hii. Na kisha tukaondoka huku nikiwa ninaendesha gari. Njia nzima Queen alikuwa anatiririkwa na machozi kiasi cha kumfanya apoteze furaha kabisa. Sasa unavyozidi kuendelea kulia hivyo, ndivyo jinsi unavyojipa mawazo. Ethan, unahisi kweli mimi nitapona mimi? Ndiyo. Si daktari umemsikia pale alivyosema ya kwamba acha kunywa mapombe makali. Yale mapombe mlioyajaza mule ndani kwenu sio fahari kuendelea kuyatumia. Nadhani umenielewa Queen. Ethan, sikutegemea kukutana na mambo kama haya. Sio wewe tu, hata mimi. Ila jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba unafuata yale yote ambayo daktari ameweza kukushauri. Nadhani umenielewa Queen. Sidhani kama nitaweza. Hii? Unadhani kama hutoweza ikiwa tatizo ni la kwako? Nimeshazoea kunywa sana kutokana na mawazo yangu binafsi. Asa ndo uache hayo mambo. Wewe sema tu ngwe. Hapo tukafika nyumbani. Queen akapitiliza moja kwa moja hadi chumbani kwake. Nikaingia nikamkuta pale akiwa amelala kitandani huku akilia kwa uchungu mno. Sikiliza Queen. Kuendelea kulia hivyo ndio kutakufanya uzidi kujawa na msongamano wa mawazo. Ethan, hujui tu ni jinsi gani nilivyoumia. Natambua. Ila kutokana na daktari mwenyewe amesema kwamba inawezekana wewe ukapona hilo tatizo. Hakuna haja ya kuendelea kulialia wala kuliwazia. Kikubwa ni wewe kupambana na hii hali. Naomba nilale. Labda nikiamka nitakuwa sawa. Unasema? Naomba nilale. Nilimtazama Queen kwa sekunde kadhaa na kisha nilinyanyuka na kutoka ndani hapa. Nilipanda kwenye gari langu na kisha niliondoka nyumbani hapa. Moja kwa moja nikaelekea ofisini kwa mwanasheria wangu mkuu. Na kwa bahati nzuri niliweza kumkuta. Mkurugenzi, vipi, mbona hata taarifa? Wewe acha tu. Kwa mawazo haya nilionayo ninaweza hata nikachanganyikiwa na ukanikuta nimejiingiza tu mtaroni humo na gari langu. Kuna nini tena mkuu? Nahitaji msaada wako. Msaada gani? Nataka kupata nyumba nzuri yenye hadhi nzuri hapa jijini Dar es Salaam. Sasa sijajua utanisaidiaje kwenye hilo. Nyumba ya kupanga au ya kununua? Kununua kabisa. Kwa maana kwamba zitakuwa ni baadhi ya asset zangu ninazoendelea kuwekeza jijini hapa. Sawa sawa. Sasa hebu nipatie siku hii ya leo niweze kuulizia kwa madalali. Madalali maarufu hapa mjini. Na kisha nitakufahamisha bosi wangu. Nashukuru sana. Naomba iwe eneo zuri na salama. Na imani kabisa ya kwamba unanifahamu. Mimi sipendi yale mambo ya uswahilini. Mkuu, hilo mimi nalitambua.
Basi sawa, acha mimi niweze kuondoka hapa kwa maana kwamba nina mizunguko kadhaa. Okay, sawa. Nikarudi lilipo gari langu, na kabla sijaliwasha nikamwona jini Ethan akiwa amekaa katika siti ya nyuma huku akiwa ananitazama. Ethan, vipi? Leo ulitaka kufanya vituko vya karne. Kwa nini? Hivi unahisi kweli ningeruhusu uzae na kale kademu? Nani, Queen? Unajua ni nani ambaye namzungumzia? Kwa sasa kwani Queen ana kasoro gani? Acha kufanya maamuzi ya ajabu ikiwa bado sihitaji kwa sasa wewe uweze kupata watoto. Kwa nini? Unahisi kwa sasa una muda wa kutazama mtoto na kulipiza kisasi? Kumbuka ndo kwanza vita yako inaanza. Yale uliyofanya kwa mzee Paul Mkumbo, usihisi ya kwamba ni ushindi. Bado unatakiwa kujipanga zaidi, nadhani umenielewa. Unajua Ethan, muda mwingine ni kweli unanisaidia sana. Ila tambua kwamba hata mimi pia nina akili na nina maamuzi yangu ya kuweza kufanya katika kila jambo. Tafadhali bwana. Muda mwingine unatakiwa kunipa muda mimi wa kufanya kile kitu ambacho mimi ninakihitaji kuweza kukifanya. Kwa hiyo Ndio hivyo. Nahitaji kuwa na maamuzi yangu. Nahitaji kuwa na mtu ambaye mimi naweza nikapanga mtu ambaye naweza nikapanga mambo yangu. Sawa. Nimekuelewa. Tutaonana. Hapo jini huyu Ethan akapotea katika hili eneo. Nikawasha gari nikarudi ofisini kwangu. Nikaiwasha simu yangu na message mfululizo za Bianca zikaanza kuingizana mole. Message zote hizo zilikuwa zimejaa malalamiko, huko akiniomba kabisa msamaha kwa kitendo alichokuwa amenifanyia asubuhi. Kabla hata sijamaliza kusoma message zake, simu yangu ilianza kuita na kuitazama namba ya Bianca, na kisha taratibu nikaipokea. Niliiweka sikioni mwangu. Ethan, mume wangu, natambua kwamba nimekufanyia makosa jamani. Na kuomba uweze kunisamehe. Mbona mimi nimekusamehe? Hapana. Umezima simu siku nzima jamani. Natambua kwamba unajua ni kitu gani ambacho kinaendelea kwenye hii familia yangu. Na kuomba usinikatili kwa kiasi hiko. Okay, sawa, nimekuelewa. Ethan, mume wangu, mbona kama vile unajibu kimkato hivyo? Tafadhali bwana, niko ofisini, naomba niweze kuweza kufanya kazi. Sasa ni muda wa kuweza kuhakikisha kwamba biashara zangu zinazidi kusonga mbele. Tafadhali na kuomba uweze kunipatia muda wa kufanya kazi yangu. Hapo nikakata simu huku nikiwa nimejawa na jazba kidogo. Sekretari wangu akaingia huku akiwa na mafaili kadhaa mkononi mwake. Hayo nini? Ni baadhi ya mikataba ya matangazo ambayo kampuni imeingia na baadhi ya wasanii pamoja na timu nzima za mpira. Kama vile ulivyokuwa umeagiza, hivyo tunatakiwa kuweza kuidhinisha tu mikataba iweze kupitishwa na kazi rasmi tuweze kufanya na wahusika. Nikampa ishara sekretari wangu ayaweke mafaili hayo juu ya meza yangu. Akatembea kwa hatua kadhaa hadi mlangoni na kisha akageuka na kunifuata hapa nilipo. Mkurugenzi, Madam Bianca alinipigia simu na kuniuliza kama uko ofisini, ila nikamweleza kwamba haujafika bado na nilijaribu kukupigia simu yako lakini sikukupata hewani. Okay, nitalifanyia kazi hilo jambo. Sawa. Sekretari akatoka ndani humu. Mimi nikachukua faili moja na kujaribu kulipitia, ila kutokana na msongamano wa mawazo uliokuwa umenitawala, nilijikuta nikishindwa kabisa kufanya chochote. Nilinyanyuka kwenye kiti nilichokuwa nimekikalia, nikatoka humu ndani, nikaingia kwenye lifti na moja kwa moja nikashuka mpaka kwenye eneo la maegesho ya magari yaliyopo eneo la chini kabisa la ghorofa hili. Nikaingia kwenye gari langu na taratibu nikaanza kutoka humu ndani. Nilifika getini na walinzi wakanifungulia pale geti langu. Kitendo cha kutokeza tu hivi barabarani, ghafla gari aina Land Cruiser ilisimama mbele yangu, ikanilazimu kufunga breki za ghafla. Vioo vikashushwa na wakajitokeza watu wawili waliokuwa wamefunika nyuso zao, huku mikononi mwao wakiwa wameshika bunduki aina ya machine gun. Wakaanza kunishambulia kwa kunimiminia risasi nyingi sana katika gari langu hili. Uzuri wa gari langu hili ni ngumu sana katika kuingiza risasi, na hata risasi zote wanazonishambulia kwa bahati nzuri zilikuwa zinaishia kupiga kwenye kioo.
Walinzi wangu kwa haraka haraka nao pia wakaanza kujibu mashambulizi ya wavamizi hawa, huku mimi nikijitahidi kuweza kurudisha gari yangu nyuma na kurudi eneo la kampuni. Gari la wavamizi hawa liliondoka kwa kasi eneo hili. Hali ilipoanza kuwa shwari, walinzi wangu waliniomba nishuke kwenye gari na taratibu nikafungua mlango wa gari langu huku nikiwa nina wasiwasi mwingi mno. Wakaanza kunizunguka na kuingia ndani ya ofisi za kampuni yangu, ambapo napo tukakuta pale hali ya taharuki kwa wafanyakazi. Wakaniingiza kwenye lift na kwa pamoja tukaelekea mpaka ofisini kwangu. Nikaingia na mkuu wao wa ulinzi, huku walinzi wengine wakibaki mlangoni kuweza kuimarisha pale ulinzi. Nina imani kwamba hapa utakuwa kwa salama mkuu. Mkuu huyu wa kikosi hiki cha ulinzi nilichokuwa nimekiajiri hapa kwenye kampuni yangu alizungumza huku akiwa anachungulia nje ya ghorofa langu. Akaanza kufunga pale mapazia ya ofisi zangu na kisha akawasha taa za ndani ya ofisi hii. Mkurugenzi. Upo salama? Yeah. Ngoja basi nikuchukulie maji ya kunywa. Alizungumza na kisha akatoka humu ndani. Ukimya huu wa hapa ofisini kwangu kunanifanya niweze kuyasikia vizuri mapigo yangu ya moyo, jinsi yalivyokuwa yanadunda kwa nguvu. Kwenye maisha yangu nimefanya mambo ya ajabu mengi mno, ila kwa hili la watu kuweza kunivamia kwa lengo la kutaka kuniangamiza, hakika kabisa sijai kulishuhudia kabisa. Akaingia mkuu wa ulinzi wangu huku akiwa ameshika chupa ya maji, akaifungua na kisha akaniwekea mezani. Bwana mkuu, kunywa kidogo uweze kuituliza hiyo hali ya pressure inayokutawala. Niliyatazama maji haya na kisha taratibu nikaanza kuyanywa, ila kwa uoga ambao bado ninao, hakika sikuweza kuyafikisha haya maji hata nusu chupa. Mlango kafunguliwa, aliingia mlinzi mwingine. Mkuu, askari na waandishi wa habari wamefika ile eneo. Waruhusu askari, waandishi wa habari wasiingie ndani ya geti, sawa? Sawa mkuu. Akaondoka eneo hili. Nilishusha pumzi nyingi huku nikijitahidi kurudisha akili yangu katika hali ya kawaida. Mkurugenzi, unahisi ni kina nani ambao wamekuvamia? Unasema? Unahisi ni kina nani ambao wamekusudia kukuvamia na kukumaliza? Yaani wala tasifahamu ese. Hakuna mtu aliyekufa kweli? Hapana mkuu. Vijana wangu wote wako salama na wamefanya kazi ya kikamilifu kama vile jinsi ulivyoweza kutuamini kutupatia kazi ya kukulinda wewe pamoja na kampuni yako. Mungu wangu. Au kuna mtu atakuwa anamtafuta? Sijajua mkurugenzi. Labda hilo swali nilirudishe kwako, kwa maana kwamba gari yako kwa mara kadhaa amekuwa akiitumia mke wako, na ukitegemea kwamba mke wako baba yake alikuwa ni mwanasiasa, sasa huenda kuna watu wanahitaji kuweza kulipa kisasi dhidi ya familia ya mkwe wako, na ndio maana wanakushambulia wewe. Gari yangu imepona? Asiwezi kusema ndio au hapana, kwa maana kwamba sijachunguza kabisa gari lako. Hapo akaingia mkuu wa polisi wa kanda maalum hapa Dar es Salaam. So mara yangu ya kwanza kukutana na huyo mzee, kwa sababu nilishawahi kushirikiana naye katika siku za nyuma kidogo juu ya kuokoa maisha ya mtoto Clara ambaye hadi sasa hivi bado yuko chini ya uangalizi wangu. Huyo mzee akaniambia, "Ethan, vipi tena?" Nikasema ni atasielewe mzee wangu. "Karibu bwana ukae." Mkuu huyu wa polisi kanda maalum akakaa kwenye kiti changu huku akiwa ananitazama usoni mwangu. Macho yako bado yana pressure. Inabidi uweze kupata muda ili ukitulia kidogo tuweze kuhojiana. Okay, sawa. Vipi, umewasiliana na familia? Hapana. Basi ngoja nimpigie mke wako kwanza. Mkuu huyu wa polisi alizungumza huku akitoa simu yake mfukoni na kuanza pale kuwasiliana na Bianca. Akamtaarifu juu ya tatizo lililonisibu, na baada ya kumaliza kuzungumza na Bianca akakata simu. Bibi amesema kwamba bado yuko Bagamoyo, ila atafika hapa haraka iwezekanavyo. Sawa. Sasa vijana wangu wanaendelea kufanya mahojiano yao na vijana wako. Tunahitaji kuhakikisha msako mkali unafanyika ndani ya jiji la Dar es Salaam. Sawa. Hapo simu yangu ikaita.
Nilitoa mfukoni na kukuta ni Bianca ndiye alikuwa ananipigia. Nikaitazama kwa sekunde kadhaa huku nikijishauri niipokee ama nisipokee, ila mwisho wa siku nikajikuta nikiipokea. Halo. Mume wangu jamani, uko salama? Bianca alizungumza kwa sauti iliyojawa na wasiwasi mwingi mno. Nikamwambia ndio niko salama. Najiandaa na kuja sasa hivi na usiondoke hapo ofisini, sawa babangu? Okay, sawa. Mungu wangu, ni nini tena hiki? Nilikata hii simu hata kabla dakika moja haijaisha. Simu yangu ilianza kuita tena, nikakuta ni namba ya mama mkwe. Nikaipokea taratibu. Hello mama. Ethan mwanangu. Kwanza nashukuru kwa kusikia sauti yako. Vipi, umejeruhiwa? Hapana mamangu. Yaani huyo kama sio baba yako aliyetuma hao vijana, sijui. Ila nafsi yangu na moyo wangu vyote vinahisi ni yeye aliyefanya huo upuuzi wake. Hapo nikashtuka kidogo kwa kusikia kauli hii ya mama mkwe. Kwa nini mama unazungumza hivyo? Huyo ni mshenzi, hafai kabisa, ni shetani huyo. Yaani huyo mzee hanaga fadhila kabisa. Huwa anajifikiriaga yeye kama yeye. Yuko tayari kuua hata ndugu zake. Na alishawahi kufanya hivyo. Sasa sembuse wewe mkwe wake? Hapana, hawezi kushindwa. Kuwa naye makini sana huyo mwanangu, sawa? Na ndio maana uliona mimi ninahakikisha kwamba ninakutetea. Kwani alitaka kukuingiza kwenye mabiashara yake ya ajabu ajabu, ikiwa akili yako iko smart sana. Akili yako iko smart na haihitaji wewe kujiunga kwenye hayo mambo yake mwanangu. Mama mkwe alizungumza kwa msisitizo na kunifanya akili yangu kwa sasa kuanza kufunguka taratibu. Vita ya kimya kimya ambayo ninaifanya kwa mzee Mkumbo, ye mwenzangu ameamua kuweza kuirudisha mubashara. Ila atakuwa amejuaje sasa? Hapana. Nilijiuliza huku nikikosa jibu sahihi, kwa maana ya kwamba kazi zote ninazozifanya kwa mzee Mkumbo ninautumia ukimya na usiri wa hali ya juu. Sasa mzee Mkumbo amejuaje kama mimi ninamzunguka? Labda naendo achukue hatua za kuweza kulipiza kisasi kwangu. Umenielewa mwanangu? Ndio mama, nimekuelewa. Huyo baba yako huyo, kaa naye mbali. Kwenye hiyo familia mtu anayempenda pekee ni Bianca. Ila wewe atakuwa tayari kukuondoa duniani. Na isitoshe mwanangu, unazifahamu siri zake. Hebu kuwa naye makini, nadhani umenielewa mwanangu. Nimekuelewa mama. Sidhani kama hapa Tanzania wewe una maadui wakubwa sana hadi wakataka kukuua mchana kweupe kiasi hiko, sidhani. Ila kama kweli huyu, basi mimi nina 100% atakuwa ni Mkumbo. Ila mama, unahisi ya kwamba... Hapo nilijikuta nikikatisha swali langu mara baada ya kumtazama mkuu huyu wa polisi wa kanda maalum. Mzee huyu ni kibaraka mkubwa sana wa mzee Mkumbo. Nilikatisha swali langu, nikamwambia tutaongea baadaye. Haya mwanangu, ila nimedumu sana na Mkumbo. Huu sasa ni mwaka wa 35. Hivyo naelewa ubaya wake wote. Hivyo naomba kukusisitizia ya kwamba uwe makini sana mwanangu. Sawa mama, nashukuru sana na nimekuelewa. Haya, baadaye. Mama mkwe alikata simu na taratibu nilishusha pumzi yangu, kwani sikuweza kumfikiria mzee Mkumbo kwa haraka kiasi hiko. Ila kwa haya alikuwa ameniambia mama mkwe, ni lazima niweze kumshuku mzee Mkumbo kwa 100% zote ya kwamba yeye ndio anahitaji kuniua mimi. Vipi mama anasemaje? Mama ananipa pole. Kwa hiyo ni hilo tu? Kamanda, unajua mambo mengine ni ya kwangu mimi na mamangu, na sitohitaji mkuu mwingine yote aweze kufahamu. Wasimamie tu vijana wako kufanya kazi yao ofisini kwangu, na wakishamaliza mimi naomba tu waondoke. Hapo nilizungumza kwa msisitizo huku nikimtazama mkuu huyu wa polisi kanda maalum ya hapa Dar es Salaam. Ethan, ila kumbuka kazi yangu ni kulinda raia. Hivyo ninapaswa kukulinda na wewe. Mzee wangu, mimi na vijana wangu wanatosha kabisa katika kulinda ulinzi wangu kama ulivyofanya pale getini. Asante sana mkuu, na nakuomba uweze kunipa nafasi hapa ofisini kwangu. Mkuu huyu wa polisi alinitazama na kisha kanyanyuka huku akionekana kutokuridhika kabisa na hili nilokuwa namjibu. Akatoka ofisini kwangu na ndipo akaingia mkuu wa walinzi wa hapa ofisini kwangu. Hivi una vijana wangapi hapa ofisini?
Mkuu, wapo vijana 22. Okay, sawa. Nahitaji wewe na vijana wako 3 ambao unawaamini. Narudia tena, vijana wako unaowaamini wanipatie ulinzi binafsi kuanzia hivi sasa napoongea. Nadhani umenielewa. Nimekuelewa mkuu, na nitahakikisha kwamba mkuu, ya kwamba hautopatwa na tatizo la aina yoyote katika mikono yangu. Apia mbele ya Mungu. Na pia kwa jina la Mwenyezi Mungu, mimi nitahakikisha kwamba ninakulinda kwa uhai wangu wote, nife mimi au vijana wangu, ila maisha yako yatabaki kwa salama mkuu. Nashukuru sana kusikia hivyo. Hivi unaitwa nani vile? Mimi naitwa Mbilinyi. Nashukuru bwana Mbilinyi, ninakutegemea kwenye ulinzi. Sawa mkuu. Baada ya dakika kadhaa vijana unaowahitaji watakuwa salama, watakuwa hapa. Okay, sawa. Hapo simu yangu ilianza kuita. Nilikuta ni namba ya baba Kamila ikitokea nchini Ujerumani. Nikapokea simu yake. Ethani, kuna habari nimezipata hivi sasa ya kwamba umeshambuliwa kwa risasi. Ni kweli mwanangu? Ndiyo baba, ila nashukuru ya kwamba niko salama. Pole sana bana. Mimi habari ambayo hii kweli imeshtua sana moyo wangu. Kama huko salama sema, mimi nitatuma walinzi waweze kuja kukulinda huko. Hapana baba, niko salama, wala tusijali kabisa katika hilo. Fanya kweli. Ujua mimi nimeshtushwa sana na hii habari. Hata Kamila mwenyewe ameshtushwa sana, na nimeshindwa hata kuwasiliana na wewe. Sasa hivi yuko hapa analia tu. Niko salama baba. Hebu weka upande wa video call nikuone. Hapo nikamishia mazungumzo hayo katika upande wa video call. Ikawa ni rahisi kwa baba mkwe kuweza kuniona. Nilimwona baba mkwe akiwa amekaa na Kamila ofisini kwake. Kamila aliponiona alifurahi. Upo salama mme wangu? Ya mke wangu, niko salama. Ninakuja Tanzania sasa. Sihitaji kukuacha ukiwa katika matatizo. Yaani nikimaliza tu kuzungumza hapa na wewe, napanda ndege na kuja nchini Tanzania. Sawa. Hapo nilijikuta nikijawa na kigumizi kizito. Nilishindwa nimjibu nini Kamila, kwa maana nikisema nimzuie kuja nchini Tanzania, sidhani kama baba yake anaweza akanifikiria vibaya. Mke wangu, kipindi hiki nilicho nacho ni kigumu sana. Na kuomba niweze kupambana ili nikifanikiwa basi itakuwa ni rahisi kwa mimi kuweza kurudi. Kumbuka kwamba wanaweza kukuteka wewe na ikawa ni kigezo kikubwa sana cha wao kuweza kunitumia mimi. Ethan, mimi nipo vizuri mme wangu. Kwa hili haki ya Mungu ninakuja nchini Tanzania. Nakupenda sana. Kamila alikata hii simu. Nilibaki niko katika hali ya mshangao, lakini ghafla mlango wa ofisini kwangu ukafunguliwa. Aliingia Bianca, moja kwa moja kanikimbilia na kunikumbatia kwa nguvu huku akiwa analia. Haujaumia mume wangu? Ya, sijaumia. Mungu tu ameweza kunisaidia, nimekuwa salama. Nashukuru jamani. Bianca alizungumza kidogo huku akiwa amejawa na furaha. Mbilinyi ambaye ndo mkuu wa ulinzi wa walinzi wote hapa kwenye kampuni yangu alifungua mlango na kuingia na vijana wake 4, jumla wakawa wako 5. Akaniambia, mheshimiwa, vijana hawa hapa. Nikasema wako vizuri, akasema sana. Nikaba basi naomba waweze kula kiapo mbele yangu hapa. Kweli vijana hawa walianza kujitambulisha mmoja baada ya mwingine, na kisha walianza kula kiapo cha kunilinda kwa maisha yao yote. Nikasema nashukuru sana Mbilinyi. Hii CCTV kamera za getini si zinafanya kazi? Akaniambia ndio. Nikasema basi naomba unitafutie video ya kipindi ninashambuliwa, uniletee hapa muda huu. Walete wale vijana 2 wa IT. Nahitaji waweze kunifanyia kazi ambayo ninahitaji mbele yangu. Okay, sawa mkuu. Kweli mkuu huyu wa ulinzi bwana Mbilinyi alitoka na vijana wake hawa waliokuwa wamevalia suti nyeusi pamoja na mashati meupe, huku kila mmoja akiwa na kifaa maalum cha mawasiliano sikioni mwake. Baada ya dakika kama 8 hivi, Mbilinyi akaingia na vijana wa IT wanaofanya kazi katika hii kampuni yangu. Jambo la kumshukuru Mungu, kamera za getini ziliweza kurekodi kila tukio lililokuwa limetokea. Sura za hawa wavamizi mnaweza kuzifahamu? Ndio mkurugenzi. Hebu fanyeni basi hivyo. Kweli wakaanza kufanya kazi ya kuzitambua sura za wavamizi hizi ambazo wamejifunika na mikofia meusi.
Baada ya kama robo saa, yani dakika 15 kupita, vijana hawa waiti walifanikiwa kuzipata sura halisi za hawa jamaa waliokuwa wamenivamia. Taratibu wakaanza kuzisogeza karibu, yani kuzizumu sura hizi. Nilijikuta nikishtuka sana mara baada ya kumwona kijana wa mzee Pom Kumbo ambaye alimwita hospitalini mkoani Moshi akiwa ni miongoni mwa mtu aliyekuwa amenishambulia. Nilimtazama Bianca usoni mwake, naye alionyesha kumfahamu mtu huyo, kwani miongoni mwa wafanyakazi wa baba yake. Taratibu Bianca alinishika mkono wangu wa kulia, ila nilijikuta nikiutoa mkono wake, huku hasira taratibu zilianza kunipanda. Mambo aliyoniambia mama mkwe ndio haya ninayokutana nayo hivi sasa. Ninaomba muweze kutuacha, niliwaambia wafanyakazi wangu, na wote wakatoka ndani humo na kuniacha na Bianca. Huyu ni baba yako, amepanga mpango wa kuniua, si ndo manake? Hapo nilizungumza kwa hasira, huku nikimtazama Bianca usoni mwake. Bianca mwili mzima ulianza kumtetemeka, alikosa cha kujibu. Kwa yale yote ambayo nimemfanyia baba yako, huu ndo wema ambao anakwenda kunilipa, si ndio? Ethan, si nini? Si nini? Sikujua ama ni nini? Nimepoteza muda, nimepoteza pesa kwa familia ambayo mwisho wake unataka kuniua, si ndio? Hapo niliendelea kuzungumza kwa kufoka mpaka mwili mzima ulianza kunitetemeka kwa hasira. Katika siku zote za mahusiano yetu, mimi na Bianca sijawahi kukasirika kwa kiwango hiki ambacho leo ndo nimekasirika. Nisikilize. Baba yako anatuma majambazi waje kuniua. Kwa lipi ambalo mimi nimemkosea? Kwa nini binadamu mnakuwa ni watu wabaya? Mnakuwa wanyama kiasi hiki? Kwa nini lakini? Bianca, ukweli unahisi mimi nitakuoa kwa haya mambo ambayo anifanyia babako? Jamani mume wangu, kumbuka hata mimi niliondoka kwa babangu, ninamchukia pia. Hapana Bianca, unampenda baba yako na ataendelea kuwa baba yako. Haya, ukiniua ni nini ambacho utanufaika nacho? Mrithi mali zangu, si ndio? Ethan jamani, huo ndo ukweli. Kwa kweli sitoweza kukaa kimya. Sitoruhusu hai wangu utolewe hivi hivi ikiwa ninajua kabisa adui yangu ni nani. Hivyo ninakuomba kuanzia hivi sasa, sio yani wewe sio mfanyakazi wa hii kampuni. Na jambo la pili, I'm out. Me and you, it's over. Hapo nilizungumza kwa msisitizo, huku nikiunguruma mithiri ya simba anayepigania familia yake isijeruhiwe na adui yake. Bianca taratibu alipiga magoti chini, huku akijaribu kunishika miguu yangu, ila nilirudi nyuma. Ethan, mimi ndiye ninayekupenda. Mimi ndio ninahitaji penzi lako. Niko tayari kuacha kazi, ila sio kukuacha wewe. Sio kuniacha mimi So ningekufa leo ungefanya nini? Laiti kama ungefahamu ya kwamba ni baba yako ndiye ambaye ameniua, je, ungefanya nini? Nakuuliza wewe. Niambie, nakuuliza. Ningemuua. Ninakuwa pia ningemuua babangu. Bianca alizungumza huku akilia sana. Nikamtazama kwa macho makali vibaya mno, macho yanayoendelea kububujika na machozi mengi sana usoni mwangu. Ghafla ilianza kuhisi maumivu makali sana moyoni mwangu, na ikiwa katika hali ya kuendelea kuisikilizia hii hali mpya, nilianza kuhisi kizunguzungu kikali mno, na ghafla nilijikuta nikianguka chini mzima. Giza totoro lilianza kutawala machoni mwangu. Ethan. Nilisikia sauti ya Bianca kwa mbali. Msaada jamani, msaada. Niliendelea kuisikia sauti ya Bianca kwa mbali sana, na mwishowe nilijikuta nisisikii jambo la aina yoyote.
Sauti ya kilio cha mwanamke niliyokuwa ninaisikia karibu yangu taratibu ikanifanya niyafumbue macho yangu. Ukungu ulionitawala machoni mwangu ulinifanya nisiweze kumgundua kwa haraka mwanamke huyu aliyekuwa ameinamisha kichwa chake pembeni yangu. Hey, niliita kwa sauti taratibu ambayo ilikuwa imejaa mikwaruzo ndani yake. Mwanamke huyu alinyanyua uso wake na nikagundua kwamba ni Bianca. Baby, umeamka? Bianca alizungumza huku akiwa amejawa na tabasamu usoni mwake. Nikamuuliza niko wapi? Upo hospitali. Nimefikaje? Ni siku 6 sasa toka alivyopoteza fahamu mume wangu. Tumekuleta hapa nchini Afrika Kusini kwa ajili ya matibabu zaidi. Afrika Kusini? Nipo hospitali gani hapa? Inaitwa Netcare. Ni nzuri na ulinzi wake hapa ni mzuri sana. Bianca alizungumza kwa sauti ya upole sana huku akinitazama usoni mwangu. Nilijichunguza mwilini wangu na kuona ya kwamba mwili wangu hauna tatizo la aina yoyote. Nahitaji kurudi Tanzania. Mume wangu, ndio umezinduka sasa hivi. Huwezi kurudi nchini Tanzania hadi daktari akupatie ruhusa. Wamesema nasumbuliwa na nini? Bianca alikaa kimya kwa sekunde kadhaa huku akionekana kujishauri. Naomba uniambie ninasumbuliwa na nini? Kabla Bianca hajanijibu jambo la aina yoyote, wakaingia madaktari wawili, mmoja akiwa ni mwanaume mwenye asili ya Kiafrika huku mwingine akiwa ni mwanamke mwenye asili ya Kizungu. Habari yako Bwana Klopp? Salama tu dokta. Mume wangu, hawa ndo madaktari ambao kwa pamoja waliweza kuhakikisha wanakupatia huduma wanakupatia huduma na hali yako inarudi kuwa sawa. Bianca aliwatambulisha madaktari hao kwangu mimi. Nikawauliza wale madaktari nasumbuliwa na nini? Ndugu Klopp, ni mapema sana kuzungumza juu ya jambo linalokusumbua, ila tunakuahidi kukwambia kila jambo ambalo litakuwa linakusumbua. Dokta, ni vyema ukaenda kwenye point ya msingi. Mimi ni mfanyabiashara. Kulala hapa kitandani kunanifanya nipoteze pesa nyingi sana. Naomba uniambie ninasumbuliwa na nini na nifanye nini ili kurudi katika hali yangu ya kawaida. Hapo nilizungumza kwa msisitizo na kuwafanya madaktari kujishauri kwa sekunde kadhaa. Sasa Bwana Klopp, unasumbuliwa na mshtuko wa moyo. Macho alinitoka huku nikiwatazama madaktari hawa. Ugonjwa wa mshtuko wa moyo ni mbaya sana kwenye maisha ya kibinadamu, kwani unaweza kupelekea mgonjwa akafariki muda wote endapo tu atashindwa kupata msaada wa karibu. Nina imani ya kwamba ni jambo jipya sana kwako na laiti kama usingepata msaada wa haraka basi sasa hivi tungekuwa tunazungumza mambo mengine Bwana Klopp. Ina maana maisha yangu kwa sasa yapo hatarini? Siwezi kusema ndio kwa haraka, ila kuna baadhi ya mambo ambayo endapo yatafutika kichwani mwako, mojawapo likiwa ni kushambuliwa kwa risasi kama vile mke wako alivyotueleza, basi hali yako itakwenda kuwa sawa kabisa na utaishi miaka mingi sana. Kwani msongo wa mawazo ambao hususan ni mawazo mabaya yanaweza kupelekea ukapata mshtuko wa moyo. Daktari alizungumza kwa msisitizo na kuzidi kuniweka katika hali ya hofu na kuogopa mno. Sasa kuna dawa ambazo tutakupatia uweze kuzitumia pale tatizo litakapokuwa linatokea. Hivyo zinaweza zikakufanya moyo wako kurudi katika hali yake ya kawaida, sawa? Sawa dokta. Madaktari hawa wakaniaga, wakamwachia Bianca maagizo kunipatia chakula kile ni laini na kisha wao walitoka chumbani hapa. Ethan, usiogope mume wangu. Utaishi miaka mirefu sana kwenye hii dunia. Hayo yote ameyataka baba yako. Unahisi kama dawa zikiwa zinanisaidia mimi kuishi maisha marefu, babako anaweza kanipa nafasi ya kuishi maisha hayo marefu? Jamani mume wangu, masuala baba yametoka wapi? Yametoka wapi? Usijifanye nimesahau. Hizi siku 4, sijui siku 6, sijui utajua wewe nilizolala hapa. Hizi ndio siku ambazo sikujua nini kinachoendelea. Ila swala baba yako kupanga kuniua linaendelea kujirudia kichwani mwangu kila yani sijui nikwambiaje. Yani linaendelea kujirudia hata nikitoka hapa hospitalini. Tena nakwapia haki ya Mungu, nitakachomfanya baba yako atafurahia ina roho yake. Ethan, nipo nawe bega kwa bega mume wangu katika hili. Nitakusaidia kuhakikisha kwamba unawakamata wale wote ambao walitumwa na babangu, na hata babangu ukitaka kumwangamiza mimi nipo tayari kuhakikisha kwamba unamwangamiza kwa mikono yako.
Bianca alizungumza kwa msisitizo wa hali ya juu. Unajua mpaka moyo wangu ukaanza kufarijika juu ya Bianca. Chuki ambayo nilishaanza kuipandikiza moyoni mwangu dhidi ya huyu binti taratibu ilianza kuondoka. Nilikumbuka kipindi nilipokuwa ninafanya juhudi za kuhakikisha kwamba ninampata huyu binti ili niingie kwenye hii familia yake, na kweli kupitia penzi letu nikawa mwanafamilia wa familia yake, tena ninayeaminika kwa kiasi kikubwa mno. Nikamwambia hivyo, Bianca, hutonisaliti wewe. Ninaapa haki ya Mungu sitakusaliti. Na laiti kama ningekuwa ni msaliti mkubwa kwako, leo hii usingekuwepo hapo hospitalini. Nimekuleta hapa hospitalini kwa siri kubwa, na mtu pekee ambaye anafahamu uwepo wako hapa hospitalini ni mama pamoja na Mbilinyi. Ila zaidi ya hapo hakuna mwingine anayefahamu. Mbilinyi yuko wapi? Yupo hapo mlangoni. Hebu mwite. Bianca alinyanyuka na kujifunga pale tenge lake vizuri, akafungua mlango wa hiki chumba kikubwa. Mbilinyi aliingia huku akiwa amevalia suti nyeusi. Aliponiona nipo macho kidogo, uso wake ukajawa na tabasamu pana. Habari yako Mbilinyi? Salama mkurugenzi. Nashukuru kukuona umerudi katika hali yako ya kawaida. Nashukuru sana. Hebu nipe update za siku hizi nilizokata moto hapa kitandani. Hapa Afrika Kusini hakuna jambo jipya mkuu. Usalama upo vizuri. Japo niko peke yangu, ila kila jambo liko vizuri mheshimiwa. Kule nchini Tanzania bado askari wanaendelea na uchunguzi wao. Ni nusu saa iliyopita nilikuwa ninazungumza na kijana wangu mmoja, anadai hadi sasa hivi hakuna aliyekamatwa. Ule ushahidi mliweza kuwapatia maaskari? Hapana mkuu, hatukuweza kutoa ule ushahidi hadi pale utakapozungumza. Tutoe ndo ndipo tutakapoweza kutoa. Wala msiwape polisi ule ushahidi. Nikipata ruhusa hapo hospitalini nitajua nini cha kufanya. Sawa? Sawa mkurugenzi. Nashukuru bwana kwa kuendelea kuwa nami kwenye shida na raha. Mkuu, hilo ni jukumu langu. Nilikula kiapo cha kuhakikisha kwamba nakulinda kwa uhai wangu wote. Nashukuru sana. Sasa unaweza kumsindikiza shemeji yako kutafuta chakula kizuri, si ndio? Ila mheshimiwa, utakuwa mwenyewe hapa hospitalini sasa. Hakuna baya. Hakuna baya. Ikiwa nimeshaweza kuamka na kidogo najisikia vizuri, basi hakuna ambaye anaweza kunivamia. Ila mume wangu, mimi naweza nikaenda tu mwenyewe. Wewe nenda na Mbilinyi. Hapa ndani ni salama kuliko atoko nje ambapo mnahitaji kwenda. Okay. Bianca alikubali tu kishingo upande. Alinipiga busu la mdomoni mwangu na kisha katoka ndani hapa na kuniacha niko peke yangu. Ethan, nimekupa nafasi ya kufanya kama ulivyoniomba ufanye. Mwisho wake umeishia hospitalini. Naam, hapo jini Ethan alizungumza huku akiwa ameegemea mlango. Taratibu alianza kutembea na kisha akasimama pembeni yangu. Alinishika kifuni mwangu na mkono wake wa kushoto. Nilisikia ubaridi mkali sana na hali ya mwili wangu ikarudi kawaida kama siku zote. Nilikuwekea kaugonjwa haka kama mshtuko wa moyo ili uweze kugundua kwamba mimi na wewe hatupo sawa. Na utambue kutokea utoto hadi tunafikia hapa ni mimi ambaye nimekupa nafasi ya nguvu kubwa katika jamii. Power uliokuwa unahitaji nimekupatia mimi. Hivyo siku nyingine Ethan, usijaribu kunijibu kwa akili zako za kibinadamu, kwa maana ninaweza kukupoteza duniani. Nadhani umenielewa. Nimekuelewa. Wakirudi omba madaktari wakupime tena. Majibu yatatoka huna ugonjwa wa aina yoyote, na urudi nchini Tanzania ukaendelea na mapambano. Narudia kukwambia, vita ambayo unahisi uliifanya hapo nyuma, zile zilikuwa ni rasha tu. Sasa vita halisi ndio kama hiyo ambayo unakutana nayo. Macho kwa macho, mtutu kwa mtutu. Sijui umeelewa kile nilichokizungumza? Nimekuelewa. Alafu nina habari ambayo sio nzuri sana. Habari gani? Juzi mke wako Kamila alivyokuwa nafika nchini Tanzania, kwa bahati mbaya ndege aliyopanda ilipata ajali na kuanguka hapo hapo uwanjani. What? Tulia. Kamila amevunjika tu mkono na majeraha madogo ya kuchubuka, ila abiria zaidi ya 190 walipoteza maisha. Sasa nini chanzo cha ajali? Hapo jini huyu Ethan aliwasha TV iliyopo humo chumbani. Aliweka channel inayorusha habari juu ya ajali hiyo ya ndege. Niliona picha mbili. Mtu mmoja ninamfahamu vizuri tu, ni mtoto wa Dani ambaye anaitwa Randy Dani, na huyu mwanamke nilikuwa simfahamu kabisa. Hao ndio waliosababisha ajali hiyo. Wanaendelea kutafutwa kwa udi na uvumba. Na nchi kama Marekani pamoja na Ujerumani wanaendelea kutafutwa kwa udi na uvumba, na nchi kama Marekani pamoja na Ujerumani wametuma wapelelezi wao kuhakikisha kwamba
wanaongeza nguvu juu ya kukamatwa kwa watu hao. Inavyosemekana, mke wake huyo Randi amewaua marubani wawili wa ndege ambayo walikuwa wameipanda. Haya mambo yamekuwaje mpaka yanafika hapo? Yamekuwa kama hivyo yalivyokuwa. Kikubwa ni kumshukuru Mungu mke wako yuko salama. Kwa hiyo kwa sasa Camilla yuko wapi? Yuko katika ubalozi wa Ujerumani nchini Tanzania. Sasa hao waliosababisha hayo mauaji ya abiria wote hao, wewe hujui ni wapi walipo? Natambua ni wapi walipo. Sasa wasaidie basi serikali wakawakamate. Siwezi kufanya hivyo. Tupambane na hali zetu. Hizo hali za wengine tuachie wengine wapambane na hali zao. Naam. Jini huyu Ethan mara baada ya kuzungumza maneno hayo alipotea ndani ya chumba changu na kuniacha nikitazama habari hii inayoonyesha jinsi ndege hiyo ilivyopata ajali. Aise, mzigo unazidi kuwa mtamu. Bwana, tukutane katika sehemu ya 14, mzigo mtamu kabisa wa Power. Mzigo huu umetoka kwa Edazaria G Msulwa. Mimi niseme shukrani nyingi zikufikia wewe ambao unaendelea kuifuatilia hii simulizi. Mimi naitwa Uncle J na hii ni Uncle J Simulizi. Hala.